Ikiwa leo Juni 18 ya mwaka 2026 kutoka katika mahakama ya wilaya ya Ilala iliyopo hapa jijini Dar es Salaam Kinyerezi, ambapo kesi ya jamhuri dhidi ya raia wanne wa China wanaoshtakiwa kwa makosa ya utakatishaji fedha na kuongoza magenge ya kihalifu. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mfawidhi Henriette Mwailolo, ambapo upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Judith Kiamba pamoja na wakili mwandamizi wa serikali Dhamiri Masunde wamedai kuwa kati ya Aprili na Mei mwaka huu washtakiwa waliongoza genge la uhalifu lililohusisha vitendo vya utekaji nyara na kudai fedha. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka katika kesi namba 13626 mwaka 2026, washtakiwa wanadaiwa kutenda kosa la uhalifu na kupangwa kinyume na sheria za kuhujumu uchumi, ambapo waliteka nyara watu wawili na kudai fedha kutoka kwa waathirika hao. Katika shtaka la pili, washtakiwa wanadaiwa kuteka nyara kwa nia ya kudhulumu kinyume na kifungu cha 250 cha kanuni ya adhabu sura 16 toleo la mwaka 2023. Inadaiwa kuwa Mei 14, 2026 katika jengo la Twin Towers lililopo katika eneo la PSSF wilaya ya Ilala walimteka nyara mmoja wa waathirika kwa nia ya kusababisha madhara. Upande wa mashtaka pia ulidai kuwa Mei 15, 2026 katika mgahawa wa Zhejiang uliopo wilaya ya Kinondoni, washtakiwa walijipatia shilingi milioni 130 pamoja na dola za Kimarekani 70 kutoka kwa mmoja wa waathirika, fedha ambazo walijua au walipaswa kujua kuwa zilitokana na kosa la msingi la utekaji nyara. Kuhusu shtaka la tatu, washtakiwa walikabiliwa na kosa la utakatishaji fedha kinyume na sheria za kuzuia utakatishaji fedha pamoja na sheria ya kudhibiti makosa ya uhalifu wa kupangwa. Hakimu Mwailolo amesema mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo kwa kuwa ni ya kuhujumu uchumi, hivyo washtakiwa hawakutakiwa kujibu chochote mahakamani. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Julai 2 mwaka 2026 kwa ajili ya kutajwa, huku washtakiwa wakirudishwa rumande kutokana na mashtaka yanayowakabili kutokuwa na dhamana na uchunguzi ukiendelea. Mimi ni Steven Msigwa.